Nimezaliwa miguu yote ipo hivi. Akisha akataka banyoroshe mguu. Hii bakasaulika kunyorosha. Bakanyorosha mmoja hii, nyingine ikaoza. Mpira na kingine kipi? Na kucheza na wenzangu kama tukacheza kombolela. Nacheza wanikataza sema hatukutaki wewe. Hatutacheza na wewe, na mimi nikaza zangu hapa kunyumba nikame peke tu. Niko na waza tu nikacheza na wenzangu vipi kwa nikatakata. Ndio. Alinielezea. Alikuelezea nini? Alinielezea kama alikuwa kingaliki mtoto mdogo. Kisa sasa akapata hiyo matatizo ya kupengama migulu. Baka pita bana mopere hiyo mgulu mpaka hivi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa EPA TV. Na leo tumekuvuta kwenye skrini yako, naona kijana ambaye amepitia changamoto za hapa na pale za kimaisha na bado ana umri wa chini sana, na maana bado ana miaka midogo sana. So tutamjua kwa majina na tutajua ni changamoto zipi ambazo amezipitia. Hii ni EPA ambayo inakuletea matukio kama haya hapa kwetu. So ungana nami Mbwebo Basha mwana Ezekiel, nyuma kamera niko na Brother G. Habari? Mzuri. Uko sawa? Ndio. Wewe kwa majina unaitwa nani? Mkandama. Mkandama nani? Kaskile. Basi vizuri sana Mkandama Kaskile, tungependa kidogo kujua kuhusiana na maisha yako unayopitia hususan kwenye jamii. Vipi, kuna siku jamii washawahi kukutusi watu, kukupiga kisa hiyo hali yako? Ndio. Kama nani ambaye ashawahi kufanyia tukio? Marafiki na ndugu tu. Na ndugu. So wewe ina maana ukiwa unajiunga nao wanakuwa nakutolea makashifa na maneno machafu? Ndio. Basi vizuri sana Mkandama, tungetaka kidogo kujua kuhusiana na hali yako ilikuwaje. Umezaliwa hivyo au? Hapana, nimezaliwa miguu yote ipo hivi. Akisha akataka banyoroshe mguu. Hii bakasaulika kunyorosha. Bakanyorosha mmoja hii, nyingine ikaoza. Ndio. Basi vizuri sana. Wewe unaishi na baba na mama? Ndio. Baba anaitwa nani? Kaskile. Mama? Mama. Sifahamu jina mama. Wewe umesema unaishi na wazazi wote wawili? Ndio. Sasa mbona hujui jina la mama? Nimesaulika. Basi vizuri sana. So wewe una miaka mingapi? 15. Wewe unasoma? Ndio. Unasomea wapi? Kuipe Sifa. Darasa la ngapi? La 4. Basi vizuri sana Mkandama. So tumeona una bekia 2. Ulipewa na kitengo gani? DRC. Basi vizuri sana. So kipindi ananyoosha huo mguu ulikuwa bado samani, ulikuwa unajua kabisa, ina maana ulikuwa unajitambua wewe Mkandama kama Mkandama hivyo anaenda kunyoosha mguu na hivyo anaenda kukata mguu, au ulikuwa bado wewe ni mtoto mdogo? Nilikuwa mtoto mdogo sana. Akisha babangu ndo akanyanza kunieleza. Asenga bilikuwa hivi, bakanifanya hivi, ndio na mimi nikajua sasa. Basi vizuri sana. Ushawahi kuiona sura ya mama? Sura ya mama ndio. Na yeye mama sasa hivi yuko wapi? Iko Kongo yeye. Wewe ulikuja huko na nani? Na babangu. Kisha mkamwacha mama Kongo? Ndio. Wewe una wadogo wako wengine? Pengine mama amebaki nao? Mama amebaki na wadogo mmoja tu. Amebaki na mdogo mmoja? Ndio. Baada ya hapo nyendo ikabidi mje huku mkamwacha mama Kongo. Basi vizuri sana. So ningetaka kuuliza kidogo kuhusiana na huo mguu. Umedai miguu yote ilikuwa imepinda, si eti? Ndio. Tulikuwa tunafikiri pengine labda uliwahi kupata tukio la ajali hivi ndio ikatokea hivyo. Asante sana kwa maelezo yako. Ningependa kujua kidogo kuhusiana na hizo changamoto unazozipitia. Kuna mtu ashawahi kukunyang'anya bekia zako ili mradi tu utembee bila bekia? Hakuna. Ila matusi ndo sana? Ndio. Ushawahi kufikiria kwa ripoti sehemu yoyote ile? Kuripoti? Nakaripoti kwa babangu, anasema baache tu dunia itabafunza tu. Ndio. Basi vizuri sana.
Vyombo hivi ambavyo uko navyo hapa mbele yako ni vyombo vya EPA. Ungetamani EPA akusaidie nini? EPA anisaidie hivi, nakosa mavazi ya kuvaa, nakosa ya kutembelea, ndio na makae na mabegi tu, begi ya masomo hivi sina, naonekana na bebea na kaima mikono na chanika. Ndio. Basi vizuri sana. Tuende kwanza kidogo shuleni. Wenzako wao wanakutenga, hataki kukaa na wewe dawati moja au mnashirikiana tu kwa pamoja ukiwa shuleni? Kwa pamoja. Wao wakutengi? Ndio. Basi vizuri sana Mkandama. Umesema kwa kwamba unaishi na baba. Ina maana mama mwenyewe unaishi naye si mama wa kambo eti? Ndio. Twende kwa mama wa kambo. Ashawahi kukukashifu, eza kufanyia matukio hatari hivi? Hapana. Nguo huwa wanakufulia au unajifulia mwenyewe? Ananifulia. Nani? Mama. Alinielezea. Alikuelezea nini? Alinielezea kama alikuwa kingaliki mtoto mdogo, kisa sasa akapata hiyo matatizo ya kupengama migulu, baka pita bana mopere hiyo mgulu mpaka hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni zile harakati za kunyoosha mguu? Balikuwa bananyoosha mguu. Kisha sasa ikaoza. Basi vizuri sana. Ni changamoto zipi ambazo unazipitia kwa majirani, pengine wanakukashifu kwa kwamba unamtenga Mkandama kisa sio mtoto wako? Hayo maneno hayapo kwa majirani? Wananielezeaga. Wewe unajibu nini? Ni kawaida tu. Kwa hiyo kiukweli wewe hakuna matukio yoyote mabaya unayoyafanya kwa Mkandama? Hakuna hata moja. Isije kuwa na ficha, maana EPA tupo hapa kueneza amani, na ikibainika kwa kwamba kuna manyanyaso yanayopitika kwa Mkandama, utawajibika kweli wewe kama wewe? Ni kawaida tu, lakini hakuna hata moja yenye nishagawahi kufanya. Kila kazi yote ile namfanyia. Basi vizuri sana. Bwana wewe mpenzi mtazamaji wa EPA TV, kama ulivyomsikiliza Mkandama amejieleza kwa kwamba kuna vitu baadhi anavihitaji. Akitaka kwenda shuleni madaftari anaweka mkononi, afu tena hiyo mikono ndio inafanya kazi ya kushika beki ya, kwa daftari zinakuwa zinachanika mara kwa mara. Alikuwa anahitaji pia usafiri. So leo kuna swali kidogo ningetaka kumuulizia mama. Baba ashawahi kufanya tukio lolote la tofauti toka haji na Mkandama hapa ambalo halikukufurahisha wewe? Hakuna hata moja. Hajawahi kufanya tukio lolote? Ndio. Tuseme amekuoa wewe, amekukuta wewe una watoto, si ndio? Ndio. Okay, vizuri sana. Au watoto na Mkandama wanaishije? Wanaishi tu vizuri tu. Hakuna siku moja watoto washawahi kumkashifu Mkandama vibaya? Hakuna hata siku hata moja. Okay, so tungetaka kujua mama, ni kazi zipi ambazo unaamini kwa kwamba Mkandama anaweza akajihusisha nazo? Yeye ataweza kaanza kushinda hata dukani. Ni vizuri sana, ni vya muhimu hicho. Basi vizuri sana. Toka Mkandama haja hapa kwako, ushafanya naye miaka mingapi? Nishakuwa naye karibu miaka 2 yote au 3 hivi. Kuachana na baba yake mzazi, ana ndugu wengine hapa kambini? Hakuna. Ni baba yake tu. Na historia yeye kuja na Mkandama na kumwacha ambaye ni mama yake na Mkandama huko, haja kuambia? Yeye alinielezeaga tu kidogo tu. Hebu tuambie hicho kidogo alichokuelezea. Yeye mwenyewe baliachanaga, balikuwa wanaenda kama safari huko, bakashikiwa, kisha sasa tena bakarudishiwa hadi Kongo. Kisha sasa akamwambia mwanamke asemeti turudie tena Tanzania, mwanamke akakataa, mimi sirudi. Akaona kuliko yeye kumwacha mtoto wake, afadhali aje na mtoto wake wote. Akimwacha ule mwanaume wakula watamkomalisha. Ndio hivyo bakakuja hadi Mkambini. Na mpaka hivyo kwa wanaishi Mkambini. Basi vizuri sana. Tuongelee kidogo malazi sema anayolala Mkandama. Inakidhi au ni anaweza akapata msaada mwingine? Yaani analala kukamurago kama kakuchanika tu. Ni analala peke yake au analala na wenzake? Analala na wenzake. Basi vizuri sana. So kuachana na hiyo misaada aliyotaja Mkandama, ungehitaji EPA wamsaidie kitu kingine kipi Mkandama? Wamsaidie kama vile anapata kaduka
anakuwa na anakuwa na ikala mule ningine cha maana. Basi vizuri sana. So tujivute kidogo tena kwa Mkandama mwenyewe. Tungetaka kujua kwa kwamba ni kitu gani ambacho huwa unatamani ungekuwa wewe ni mzima wa afya kama watu wengine ambacho ungekuwa unakifanya? Mimi kufanya kazi ya maduka, kazi yoyote tu. Na zaidi sana tu. Ni kazi ya maduka tu. Basi vizuri sana. So ushawahi kutamani kucheza michezo ipi ambayo unajua hauwezi, ukiona wenzako unatamani na ungecheza? Mpira. Mpira na kingine kipi? Na kucheza na wenzangu kama tukacheza kombolela. Nacheza wananikataza sema hatukutaki wewe. Hatutacheza na wewe. Na mimi nikaza zangu hapa kunyumba. Nikame peke tu. Niko na waza tu nacheza na wenzangu vipi kwa nikatakata. Ndio. Basi vizuri sana. Hayo ni maelezo ambayo tumeyapata kwa ndugu yetu Mkandama kuhusiana na changamoto alizozipata kuhusiana na mguu wake. Alidai kwa kwamba miguu alizaliwa yote ilikuwa vizuri, ile ilikuwa na matatizo, ilikuwa imepengama. So baada ya hapo akaenda akafanyiwa operation. Hiyo operation ndo ikapelekea mguu kuhoza, ikabidi ukatwe, ndo kao umekatwa. Kwa hiyo so hajali, hayo ndo yalimkumba.